Wakati jua likielekea magharibi na anga la Dar es Salaam likifunikwa na mawingu ya shauku, uwanja wa Benjamin Mkapa unajiandaa kushuhudia moja ya michezo ya kihistoria katika soka la Tanzania. Simba Sports Club, mabingwa wa kihistoria kutoka Msimbazi, wanakutana uso kwa uso na Al Masry ya Misri katika mechi ya marudiano ya michuano ya CAF. Lakini hii si mechi ya kawaida, ni mechi ya ndoto, shinikizo na kutafuta ukombozi. Ajabu ni kuwa kwa miaka hivi karibuni Al Masry hii ndiyo klabu pekee iliyoleta matamanio kwa klabu ya Simba kufanya vizuri kimataifa. Kumbukumbu zangu zinanikumbusha mwaka 2018, msimu ambao Simba bora ilikuwa inajengwa, ikiwa inashiriki michuano ya kombe la shirikisho hatua za awali, ikiwa na Mkude, John Boko na Okwi kama mchezaji tegemezi wa Simba. Ukatili wa gola ugenini ndio ukawatoa Simba, lakini wakati huo ndio wakapata funzo la kuamini katika kimataifa. Leo tunaizungumza Al Masry hii inayotakiwa kukamilisha ilichokianzisha. Yaani kama ilifungua ndoto ya Simba kimataifa, basi ni lazima iwajibike katika kuikamilisha ndoto hiyo. Katika mchezo wa kwanza kule Misri, Simba walipokea kipigo cha magoli 2-0, matokeo yaliyoamsha hisia mseto miongoni mwa mashabiki. Wengine waliona matumaini ya kiishi, wengine waliona sababu ya kuamini kuwa mpira wa miguu haukamiliki hadi filimbi ya mwisho. Leo Simba hawana njia nyingine ila kupambana. Wanahitaji ushindi wa mabao 3 bila kuruhusu goli. Ni kazi ngumu, lakini sio haiwezekani. Na kama kuna timu Afrika Mashariki inayoweza, basi ni Simba pekee. Katikati ya giza mwanga huonekana. Kocha wa Simba amekuwa akisisitiza jambo moja tu kwa wachezaji wake: imani. Amenukuliwa akisema hii ni mechi ya moyo, si ya majina. Alisema katika mazoezi ya mwisho kabla ya pambano. Kwa muda mrefu Simba wamekuwa wakililia nafasi ya kutikisa vichwa vya habari barani Afrika. Leo ni nafasi ya mwisho ya kuthibitisha kuwa wao si watalii kwenye michuano mikubwa, bali ni washindani halisi na wa ukweli. Uwanja wa Benjamin Mkapa kwa Simba umekuwa kama madhabahu. Mashabiki wa Simba wamehamasika, tiketi zimeuzwa zikauzika. Simba nyekundu imetawala mtaa hadi mtaa, mitaa ya Kariakoo, Magomeni hadi Temeke. Kila kona kuna mshindo wa moyo wa mnyama. Mkapa leo si uwanja, ni madhabahu, na Simba wanaapa kutoa sadaka ya ushindi. Wachezaji wa kuweka historia basi ni wachezaji wa Simba. Wakati macho yote yatakuwa kwa wachezaji, ni wale wachache watakaoamua kutumia dakika 90 kuandika majina yao katika vitabu vya historia. Elia Mpanzu, fundi wa mpira; Kibu Dennis; Musa Pinpin Kamala, mlinda mlango mwenye roho ya chuma, wanatazamiwa kuwaongoza Simba katika nafasi ya kuangaza Afrika. Mechi hii ni matarajio kwa taifa. Hii si mechi ya Simba tu, ni mechi ya taifa. Ni mechi ya yule fundi viatu anayetundika jezi dukani kwake, ya yule bodaboda aliyepaka pikipiki rangi nyekundu, ya mama ntilie anayewapikia mashabiki waliopanga foleni nje ya uwanja tangu alfajiri. Kwao Simba ikishinda, moyo wao pia hushinda. Lakini filimbi ya mwisho itasema nini? Kuna uwezekano wa Simba kushinda leo? Ndiyo. Kuna nafasi ya kuandika historia mpya? Ndiyo. Lakini ni lazima iwe kwa jasho, nidhamu na imani isiyoyumba. Filimbi ya mwisho ikilia, historia mpya inaweza kuwa imezaliwa, na sisi sote tutakuwa mashahidi. Hii ni Msasa Media. Tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii, tunapatikana kama Msasa Online. Msasa, kisasa zaidi.